Karibu na Next Sports na wakati unakuwa nayo Mwanaisha Lukali weki kisiki na Machachari. Afrika Mashariki na Kati ambaye anahakikisha nakuletea leo yote ya michezo ambako hivi sasa yaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Tunda. Shabiki kindakindaki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tunda uko vizuri? Niko fit. Tunda Mangungu. Usinitajie ile jina mimi sitaki hata kulisikia. Kwani Mangungu ndo babangu? Mwenyekiti wako. Mwenyekiti wa nini sasa? Mwenyekiti wa Simba. Mimi sijui kama ni mwenyekiti wa Simba. Kwa sababu unajua, kwa sababu sijui kama ni mwenyekiti wa Simba. Kuna vitu ambavyo vinatokea pale Simba. Mimi simtetei Mangungu, simtetei sijui Mo, simtetei labda Magori. Kuna vitu vyao wanavyofanya. Kwa kifupi, klabu inaendeshwa kihuni. Sisi kama mashabiki wa Simba na wanachama, haya yanaendelea hatufurahishwi nayo. Kwa sababu kwanza tulikuwa mashabiki tumesharizika na kila kitu. Sema nake tumechachukua makombe yetu mawili, tumerizika na usajili, hata kama wanasema Dudumbia ni mrefu kaa nyoka, sio ni mrefu kaa nini, lakini sisi tushafai tulikuwa tumerizika. Jeli kututolea jezi kali za msimu 2026-27 tulikuwa yani hata tuko kwenye basi, hatujafika hata tayari tunamsikia baba kashaharibu. Yani baba kashafanyaje? Kashatapika. Umenielewa? Sasa kama alikuwa kwamba wao walikuwa wanaona kwamba haya anayofanya, sijui kama kwake katiba inamruhusu ama haimruhusu, lakini kwa sisi wana Simba bado alikuwa hajatukosea. Kama kweli wakina Mangungu na bodi yake ya Simba wanajua kwamba Mo hakuna anachokifanya ndani ya Simba, wao ndio wanatakiwa watoke hadharani watuambie sisi. Sio, umenielewa? Wao ndio wanatakiwa watoke hadharani waseme kwamba anachokifanya Mo halipi mishahara, Mo hatoi alipe mishahara, hatoi bonus za wachezaji, Mo hasajili. Sijui umeelewa? Lakini kila ikiwa kwa mikutano ya Simba wanasema kama Mo katoa bilioni 600, Mo katoa bonus sijui milioni 300. Kila mtu aliona kwenye yale mashindano, si ndio? Sasa kama Mo hivyo havifanyi, sisi siku zote tutaendelea kuona bodi ya kurugenzi ya Simba ni waongo na tuendelea kumuona Mangungu ni muongo, kwa sababu hao wote hawapendi kuambia mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba yote yanaendelea kwenye nini? Kwenye Simba. Kwa mimi nasema hivi, mimi sio kama nimekuja hapa kusema eti nataka nimponde Mangungu, hapana. Kama anaona kama wanachokifanya Magori, anachokifanya Mohamed Dewji sio kitu kizuri, watoke hadharani watuambie kwamba hawa watu wanatulaghai. Mo hatoi pesa wala Mo hasajili. Sisi tunafanya kufanyaje? Tunafanya kumfichua. Ili sisi sasa mashabiki wa Simba na wanachama tuseme hapa Mo alikuwa anatufanyaje? Alikuwa anatulaghai na tuficha. Lakini kwa staili hii sisi hatuwezi kumwamini Mangungu asilimia zote. Taarifa ambayo imetoka asubuhi ya leo kutokana na kile kikao ambacho kimefanyika na bodi ya Simba. Viongozi wenu wamesema hivi sasa mfocus na Simba Day, swala la usajili pamoja na mashindano ya ligi kuu Tanzania bara. Ukiwa kama mwana Simba, kauli hii wewe unaipokeaje? Kule ndani hivi sasa kumetulia. Kwanza napenda tu kuwapongeza kwa sababu hakuna kitu kizuri ambao wanasema wanachopenda kama tuwe na amani. Kwanza tunaelekea kwenye siku ya Simba Day. Hii ni wiki ya Simba Day. Ni wiki wana Simba wote kusherehekea siku ya Simba Day. Lakini vile vile tuna mechi ngumu inakuja mbele yetu. Watani wa jadi ambao wao hata kama wakigombana huwezi kusikia mambo yamefika nje hata siku moja. Kwa hiyo Magori ameandika ile barua kama kushusha ile hasira za mashabiki wa Simba na kuambia watu tuwe kitu kimoja, tushikamane. Tarehe 12 sio mbali. Tarehe 12 sio mbali. Wanasimba tu kitu kimoja, tuiombee timu yetu, tuombee viongozi wetu washikamane, kwa sababu alichokifanya Magori yuko sahihi, kwa sababu hataki ule mvurugano. Hataki mambo yaendelee kuwa makubwa zaidi. Kwa sababu huko tunapoelekea, hawa viongozi wetu kuna siku tutatia makofi ya mtaamini. Nikwambie kitu, tunapata unajua ngombe kitu, hakuna kitu kinachomoma mshabiki kama kutoa hela yake hapa kusafiri kwenda mkoani. Wewe ukiwa kama ni kiongozi, hujui shabiki apata wapi hela ya kwenda kusafiri, hujui shabiki apata wapi hela kwenda kulala loji, hujui shabiki apata wapi hela kwenda kuingia nao mpirani. Umenielewa? Lakini bado hujui kapata wapi hela kwenda kununulia jezi ya Simba. Lakini unyie mkiwa kama viongozi wa Simba, mnalijua hili? Mnajua jinsi gani ambao mashabiki wao wanaumia? Mlishakuwa tafakari haya? Walishakaa chini wakatafakari ambao wanayafanya? Na hii sio mara ya kwanza na mara ya pili. Uongozi wa Simba, uongozi wake ni mbovu. Yani uongozi wake yani mpira. Yani hii Simba hii. Viongozi wa Simba wanafeli wapi Tunda? Yani hawako kwenye msimamo. Kwanza hawapendani. Kinachoonekana kabisa, dhahiri kabisa hawapendani. Ukiangalia leo tukisema jana Mangungu akiwa Crown, yeye anamwambia Magori anaongea kama nani? Umeelewa? Yani ndio ulipoishiwa hata nguvu. Ukija kwa Magori naye anakuambia yeye anaitisha mkutano kama nani? Katiba ipi iliyosema itisha mkutano? Sasa unajiuliza, hivi hawa watu wawili Magori na Mangungu wana kitu gani ambacho wanachogombania hapa katikati?
Ni uchu wa madaraka, ama wako kwa ajili ya maslahi kutokomeza Simba, au wako kwa ajili ya kutumbiza sisi mashabiki? Sisi tunataka tujue hawa watu wawili. Je, kama kweli mna uhasama wenu, basi uacheni kwenye vyumba. Ndio maana kukae kwa ukuta. Ya kwenu yaishie ndani, yasitoke nje. Unataka kuniambia kwamba Yanga wagombani? Viongozi wa Yanga wagombani? Wanagombana. Kuna ule kaka alikuwa anagombania na Chris Cash. Anaitwa nani? Nani ule dada na yule kaka anaitwa nani? Alikuwa mpaka akampiga Chris Kishamba chini. Akachukua nani nafasi yake juzi kwenye uteuzi. Bonge sisi mnamuita nani ule? Alex Singae. Injianisi wote walapa mkono, lakini Singae hakumpa mkono. Lakini unajua kwa sababu gani? Utofauti wao haujajiwi na mtu, kwa sababu hata kama wana maugomvi wao ni ndani. Ni ndani, lakini sio nje. Kwenye kabla kila mtu anatakiwa ni aone vile vitu vyao. Lakini sisi viongozi wetu, huyu atamjibu huyu Mangungu, magoli atamjibu huyu. Yaani ni kutupiana mipira. Sisi tunataka tuambie tu kama viongozi wa Simba, sisi tunataka makombe. Sisi hatutaki malumbano yao. Sisi tunataka tarehe 12 tuchukue ngao ya hisani. Sisi hatutaki maneno yao. Yaani tarehe 12 tusipochukua ngao ya hisani. Tarehe 12 hii, acha hivi vita uliosikia tarehe 29, hii itakuwa ni kubwa kuliko. Yaani hii tumetangaza vita. Tarehe 12 mnyama anataka ngao ya hisani. Tusipochukua ngao ya hisani tarehe 12, tunatangaza vita. Aliolianzisha mpaka aliolianzisha atatuambia alianzisha vipi, kwa sababu huu anataka kutuharibia malengo yetu ya msimu huu. Kama kuna mtu ambaye amewatuma kuja kutuangamiza, sisi tunasema tutaangamiza, kwa sababu Simba kila mtu ataiacha. Kila mtu ataiacha, lakini sisi tunahitaji furaha. Wanasema hatutaji kelele zao. Hata sigombana familia zetu hatuwezi kuziweka kila mtu akaziona. Tunaishia huko ndani. Viongozi wa Simba, tulizeni akili. Hatutaki ngebengebe zao. Tutadili nao tarehe 12. Pale Zanzibar kuna watu ambao hawatavuka ule mto. Hawatavuka ile bahari. Hawatapanda boti tarehe 12 viongozi wa Simba. Viongozi wa Simba tarehe 12 tutadili na nyinyi, kwa sababu mnatupanda kichwani. Wanatupanda hapi kichwani. Hizo boti hapo za Azam zitaimba cheche tarehe 12. Mnyama Simba leo hii amecheza mchezo wake wa kirafiki. Mpaka hivi sasa Simba wanaongoza bao moja. Kikosi kinaendelea kuimarika. Kikosi kinaendelea kuwa fiti. Chini ya Steven Baka ni kocha mwenye nasema ni kocha mwenye mipango mingi. Ni kocha ambaye hahitaji kufeli, ni kocha ambaye hahitaji kushindwa. Steven Baka, wachezaji wake ni wale wale. Kila siku nitaendelea kusema wachezaji ambao tumetolewa kwenye Kagame Cup, lakini kutolewa kwenye Kagame Cup sio kama ndio timu yetu imefeli. Hapana. Yule kocha ni mtu mwenye mipango yake. Na sio lazima unaposema unaingia vitani kila silaha zako zote au kila mbinu zako zote utaziweka hadharani. Steven Baka ameenda pale kwa ajili ya kusema kwamba ninataka huyu adui yangu ambaye naenda kucheza naye tarehe 12 asijue vita yangu ni vita gani. Silaha nitakayoingia nao tarehe 12 ni silaha gani. Steven Baka anaendelea kufanya vizuri. Leo Libasa again anaendelea tena kuwa moto wa kuotea mbali. Asisi kitoka kwa Kalesto, si ndio? Ambayo ndio amefanya leo anaongoza na anafanya vizuri. Ndio. Nasikia huko Osman ametupia tena jingine la pili. Osman. Hatari, Dumbia. Anaendelea kuweka. Walimtaka Yanga huyo. Walimtaka. Yanga walimtaka. Hizo nza ndani na kupoka inazo. Wanagotwa na sisi tuna huyo Dumbia. Shalulile. Hapana, unajua nikwambie kitu, mpira utaongea uwanjani. Mpira unazungumza uwanjani. Unajua unaweza ukachanga karata zako zote, ukasema mimi nimeshinda, lakini hujamwangalia adui yako karata zake zilizokuwa nazo ni zipi. Kwa hiyo nikwambie kitu mwanashi, kwenye kusajili kila mtu ana play yake, na kwenye kusajili, yani kusajili kama mchezo wa bahati nasibu. Unaweza tukasifia wachezaji wetu wako vizuri, lakini mwisho wa siku wakaja akatuangusha. Hii ligi ya Tanzania wamesajili wachezaji wengi na ni wazuri na bora, lakini mwisho wa siku wamekuja kufeli. Kwa hiyo kila mtu atajulikana tarehe 12, tarehe 12. Tarehe 10 izingatie. Tarehe 12 mwezi wa 8 pale visiwani Zanzibar. Ndio tutajua hapa kuna Dumbia, alafu pale kuna nani? Nyie ndio mnajua wachezaji wa upande wa pili. Shaulile, Peter Shaulile. Kama atachomekea ama ataachia shati. Hii ni Tanzania na hii ni ardhi za Tanzania. Tunawaambia wakaribie kwenye ligi ya NBC. Mbona kama unajiamini hivi? Najiamini 100% kwa sababu nimesajili kwa kutulia, sijasajili kwa muhemko na sijasajili kwa kujificha ficha. Yaani nimesajili kwa kila mtu aone kwamba namshusha nani. Simba ina jambo lake. Simba ina jambo lake. Simba ijifiche.
Ni viongozi tu wanatutibua nyongo. So unajua nyongo ile ukiamka Simba inavyotibuka. Ni hao viongozi wa Simba wanatuletea shengesha. Yaani viongozi wa Simba wanatuletea sisi yani mambo mengi kuliko hata vitendo. Watu wache. Tufurahi siku ya Simba Day vizuri. Watu wache. Tarehe 12 tukachukue ngao ya hisani pale. Unamwona Young Africans angeenda kufa ngapi kwa kikosi chake? Akienda? Kufa ngapi kwa kikosi chake? Mechi ya ngao ya hisani inaisha 2-1. 2-1 na Simba mbele alibasi again. Wale mpaka waungane, ukande unga ushikamani ni leo. Leo kwanza wameenda kuzunguka Katoro sio Geita. Sisi tayari. Steven Baka kikosi kashaki kanda kimekandika. Yanga ndio kwanza maji ya moto kandia ngano yako jikoni. Umuoni Yanga akitoka? Hatuwezi kutoka. Mwanaisha nikwambie kitu, hii ni vita murwa. Wasio kuna tuvochoto tukao tunazezea mandazi pale Rwanda wakafikiri tutakavocheza vile, hapana. Simba tumejipanga. Chini ya Steven Baka kutakuwa na makubwa sana msimu huu. Hii ligi ni ya moto. Kwanza niseme ligi ya msimu huu ni ya moto. Nisizungumzie tu Simba yangu au nisizungumzie tu Yanga kwa sababu ni wapinzani wangu, lakini pia nimzungumzie Azam naye. Amepoa lakini naye kasajili. Ligi msimu huu ni wa moto. Ukipoteza tu mechi moja au mbili imekula kwako. Ibenge naye anataka kuja na fomu yake nzuri. Ataki CV yake ishuke kwa mara nyingine tena. Ni kocha ambao mwenye CV kubwa barani Afrika, ni kocha namba 3 barani Afrika. Kila mtu anatambua uongozi wake. Kwa hiyo naye atakuja kivingine. Je, Steven Baka amejipangaje ili kukabiliana na Ibenge? Kocha Yanga amejipangaje ili kukabiliana, kwa sababu anajua anakutana na kocha professional na kocha mwenye viwango vya hali ya juu. Tusizungumzie tu Simba, tusizungumzie Yanga. Je, hao wenzetu upande wa pili au upande wa tatu? Azam. Mama, ligi mwaka huu ni ya moto. Ni ya moto kweli kweli. Usajili ni hatari. Watu wamepanda daraja wataka kuonyesha ufundi na ujuzi. Weka hapo. Unakaza kumtaja Peter Shaule na Dudumbia. Nenda huko Azam kaangalie mashine zilizoshuka. Naogopa. Mpaka nashtuka. Katika timu ambayo inanipa stress. Sio Yanga, Azam. Yanga kuogopesha hata kidogo. Aniogopeshi. Mimi nimefuatilia usajili wa Azam, ni usajili hatari kuliko maelezo. Hawazungumzwi. Sio inatawa imeshuka. Mimi sielewi, lakini Azam wako juu kuliko maelezo. Mwanaisha, Azam wamesajili. Tuongee tu ule ukweli, wamesajili. Acha tusiwazungumzie Simba na Yanga. Hii Azam wamesajili. Hawazungumzwi lakini wametulia kimya kama maji liko kwenye mtungi. Lakini moto wa kuotea mbali kwenye ligi kuu. Ni habari nyingine. Kajisemea Ansi, ni balaa lingine mjini. Balaa jipya mjini. Yule pale Azam FC. Mimi ndo nakwambia. Leo Yanga anatambulisha mchezaji leo tena. Kila siku anatambulisha, tushachoka. Anamtambulisha nani tena? Sio shafikisha 5. Bado anasema hata player mwingine anashuka mchezaji. Inshallah tuseme inshallah, kuna shida. Acha tuone. Ndio maana nikakwambia Mwanaisha, dakika 90 ndo zitaongea kwenye ligi huu. Watu watasajili hapa, lakini ikifika kwenye dirisha kubwa la usajili Januari, kila mtu wewe utaenda kwa mkopo Singida kama kawaida yao, wewe utaenda wapi, lakini watakobaki ndio watakuwa kweli wamesajili. Shukrani sana. Asante sana. Haya.